na yale aliyokataza Allah liajli annahu khilafu al-asl, yamekataza kwa kuwa yako kinyume na asl. Lam yaj'alillahu an-nufusa muhtajatan ilayhi fi hayatiha. Maneno mazuri ya wanazuoni, anakusudia kusema yaliyokatazwa na Allah. Kwa nini yamekatazwa? Sababu kwanza ni kinyume na asli. Asli nini? Tumesema amri ndio asli kwa sharia. Fanya, abudu, funga, hiji, kadha, hii ndio asli. Mola anamuamrisha mtumwa wake. Sisi ni watumwa wa Allah. Allah ni as-sayyidul a'zam. Sio hivyo? Sayyid kwa mtumwa wake kuna nini? Kuna maamri tu. Sio hivyo? Kwa hiyo asli kwenye sharia ni amri. Makatazo ni kinyume na amri, na ndio maana yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala hajazijaalia nafsi za waja wake kwamba zinahitajia hayo. Nafsi yangu haihitaji pombe ili niishi, lakini inahitaji maji. Kweli si kweli? Naweza kuishi bila kunywa pombe, si ndio? Lakini naweza kuishi bila maji. Naweza kuishi bila sigara, si ndio? Lakini naweza kuishi bila kupumua, bila hewa na vitu kama hivyo. Na ndio maana wanasema ahlul-ilm, ukiangalia katika milango ya vyakula vilivyoharamishwa ni vichache kuliko vile vile halali. Vilivyoharamishwa unavihesabu, unavitaja kwa kuhesabu. Ma uhilla li ghairi llahi, vilivyochinjwa kwa asiyekuwa Allah. Wewe una haja navyo hivyo? Kama usipopata huwezi kuishi? Hapana. Kwa hiyo nafsi zimeumbwa kuto kuvihitajia vya haramu. Kadhalika katika vitu kama hivyo, kibudu, almaita, kibudu haramu, kula kibudu. Wewe unaweza kuishi bila, yani wewe huwezi kuishi bila kibudu. Huwezi kuishi bila kibudu? Hapana, unaweza kuishi bila kibudu. Kwa maana huhitaji kibudu, huhitaji. Kadhalika katika upande wa vinywaji, pombe ni haramu au vilevi ni haramu, vileo ni haramu, kwa maana unaweza kuishi bila ya kuhitajia pombe. Kadhalika kuna mavazi ya haramu, kuvaa hariri. Wewe unaweza kuishi bila kuhitajia hariri, ndio, na unaishi. Kwa hivyo vilivyokatazwa mbele ya vilivyoamrishwa, vilivyokatazwa vinahesabika. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akatwambia, huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye aliyekuumbieni nyinyi vyote vilivyoko ardhini, yani kaviumba kwa ajili yenu nyinyi. Aya 29 ya sura al-Baqara. Na lamu hii lakum, wanasema wanazuoni, ni lamu inayofundisha umiliki. Ameumba kwa ajili yenu mvimiliki vyote vya ardhini. Na lamu hii ikija inafundisha uhalali. Fa kullu ma fil ardi, vyote vilivyoko ardhini ni halali, isipokuwa vile vilivyofuliwa na dalili kwa uharamu wake. Na vile vilivyovuliwa na dalili kwa uharamu wake, ukiviambatanisha na vile vya halali, vya haramu vinakuwa ni vichache. Na ndio maana Allah amevipambanua, sharia imevipambanua. Allah akasema, qad fassala lakum ma harrama alaykum, Allah ameshakupambanulieni yale aliyoyaharamisha kwenu, akayataja kwa kuwa ni machache kwa upambanuzi, kwamba haya siyataki, haya kwenu ni haramu, illa maqturizum ilayhi, isipokuwa kwa yale mtakayodharurika kwayo. An'am 119. Akasema tena subhana, An'am 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, waambie Muhammad, njooni nikusomeeni aliyoyaharamisha Mola wenu kwenu. Lakini kwenye mambo ya mubah, mambo ya halali, umewekewa kanuni tu kwamba al-aslu fi adatina al-ibaha, asili kwenye mambo yote ya ada kwetu sisi ni halali. Sababu hawezi kunyambuliwa moja baada ya nyingine, ni mengi, hayo ni halali hata yajia sarifu al-ibaha, mpaka kije kitakachotoa kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu. Kwa hivyo vya haramu ni vichache, kwa maana unaweza kuishi
kwenye maisha yako bila kuhitajia muta, ndio muta sio ya mkataba ya mashia na wengineo, sio. Unaweza kuishi bila ndoa hiyo, ndio naishi ndoa yangu ya halali, sina haja ya muta.